Ngefika hapa kama si nguvu zako Bwana. Nasema ni wewe Bwana umenitoa katika hukumu, umenitoa katika majaribu, umenitoa katika uvuli wa kifo, umenitoa. Daudi akasema, nijapopita katika uvuli wa mauti, wa bonde la kifo, sitaogopa, maana uko pamoja nami. Umenitoa katika uvuli huu Bwana. Asante sababu Bwana niko na sababu ya kukuinua. Asante maana niko na nguvu Bwana asubuhi ya leo ya kushukuru jina lako Bwana. Mahali kwingi nimepita Bwana, lakini Jehova, Bwana, ningeangamia Bwana. Shetani alinitafuta animeze, lakini Bwana ukasimama. Shetani alitafuta mfalme maisha yangu, lakini Bwana ulinifisha kwa uso wako Bwana. Ninakuinua Bwana, ninakuhimidi mtakatifu wa takatifu, kwa sababu hauwezi kushindwa. Unasema unashinda kila wakati, uko na nguvu na mamlaka Bwana. Chochote ni mfalme ni chako, nguvu zangu ni zako. Nasema ni wewe wa kuabudiwa milele, nasema ni wewe wa kuinuliwa milele Bwana, kwa sababu Bwana, kwa sababu ni wewe umeniwezesha. Si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wangu, si kwa hekima yangu, si kwa nguvu zangu, lakini ni wewe umeniwezesha. Na asubuhi ya leo ninakuinua, ninakutukuza. Oh my God, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Bwana. Shuka Jehova, shuka, watu wako wanakuhitaji Bwana. Msaada Baba wetu ni wewe, nguvu zetu ni wewe, ushindi wetu ni wewe Bwana. Tunakuinua Bwana, twasema ni asante. We give you praise Lord. Shakaradarabu shandarama rekana ya ndarama, twasema ni wewe Bwana. Kuabudiwa ni wewe, Baba ni wewe, kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Tushangilie Bwana kwa makofi, shangwe, vigeregere. Haleluya! Kama umebarikiwa tupigie Bwana makofi. Haleluya, amen. Tupigie Bwana makofi mazuri. Haleluya. Sisi tuko uhai siku ya leo, wengi wamelala makaburini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tuko hai siku ya leo kwa sababu Mungu wetu ametukubalia. Bwana Yesu asifiwe. So tumshangilie Bwana vizuri. Haleluya, amen. Naomba tuketi. Mungu awabariki sana. Asante sana waibaji wetu, Mungu awazidi kuwainua. Nashukuru Mungu kwa wageni. Naitwa Pastor Sara, nimeokoka. Nafurahia wema wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama si yeye sijui ningekuwa wapi, lakini kwa sababu ya nguvu zake na kunipenda zaidi na msamaha, ndiposa niko hapa nikilishukuru jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru pia kwa sababu ya nafasi hii amenipa, si kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru pia our referee pia kwa kutukubalia ili tuweze kuleta neno la Bwana jinsi Mungu wetu apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani nyingine ni ya wewe umekuja huku angalia mambo mengi. Najua ni mengi ni mambo mengi ulikuwa nayo nyumbani, wengine wameacha kazi, wengine wameacha watoto, lakini ukaamua kukuja mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nami nataka kuambia kwamba si bure. Bwana Yesu asifiwe. Abuya aliye karibu na wewe si bure. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna jambo limekuinamisha, labda kuna jambo umeombea miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hujakufa moyo. Praise be to God. Lakini siku ya leo umeamua tena kukuja tu kuendelea kusukuma ili uone venye Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe.
So Mungu akubariki sana kwa sababu ya kukubali kufika mahali hapa, kwa sababu kuna baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Shukuru Mungu kwa sababu dhimu yetu ya leo inasema ya kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama wewe unajua Mungu hutimiza ile ahadi amekuambia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa hakuna mtu hajaahidiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hutokelezea kwa mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine Mungu atawaongelesha kupitia ndoto, wengine ni kupitia maono, wengine ni sauti. Bwana Yesu asifiwe. Wengine kuna mtu atatumiwa kuleta ujumbe, wengine ni mtumishi wa Mungu atanena. Bwana Yesu asifiwe. Najua kama leo tunatarajia kusikia venye Mungu atasema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wataahidiwa ndoa zitasimama. Bwana Yesu asifiwe. Usione kwamba ni mchungaji, ni maneno ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba yeye hajui maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ndiye anamtumia kujua kile kinachokusukuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukisoma katika Psalms 139 inatuambia Mungu anajua hata mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunafanya kazi anatuona. Wakati tumepumzika bado anafanya nini? Anatuona. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia katika hiyo Zaburi ya kwamba anajua hata mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe. So mimi venye nimesimama hapa naona tu mmeniangalia. Bwana Yesu asifiwe. Nikiulizwa nitasema mnashika chenye nafanya nini? Nasema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anajua venye unafanya nini? Unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Labda unafikiria kuhusu kanywele kangu, labda unafikiria kuhusu nguo yangu. Bwana Yesu asifiwe. So hayo yote Mungu anaona venye unafanya nini? Unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ndiye hutimiza ahadi zetu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unakuja hapa Mungu hunena kupitia kinywa cha mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. So kuna wale tutanenewa kwamba tutapona. Chukua ya kwamba Mungu ndiye amenena na nitapona. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wataambiwa utapata kazi. Chukua hiyo, ujue Mungu amekuahidia utafanya nini? Utapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ahadi za Mungu lazima zifanye nini? Zitimie. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakubaliana na mimi sema amina. Bwana Yesu asifiwe. So kuna mtu mmoja katika Biblia, mimi napendaga sana kurudia historia yake. Napenda sana kuisoma. Mara mingi najikutaga nasoma na nachukua hiyo maisha ya huyo mtu naiweka kama ni yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu mwenyewe anaitwa Yosefu. Bwana Yesu asifiwe. Joseph. Kwa hivyo nataka tutaangalia sana kumuhusu, na tunaona ya kwamba kuna mambo Mungu aweza kuahidia, ama kupitia ndoto aweza kuambia kuna jambo iko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. So akikuambia kuna jambo baya liko mbele yako, unastahili kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ustahili kunyamaza, amekuonyesha kuna jambo. Tuna wengi wanaambiwa kuna kifo naona mbele yenu kwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu amesema tunanyamaza. Naonaga akiendelea kuomba tunafanya nini? Tunasimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaambiwa naona kuna magonjwa, tunasimamisha. Bwana Yesu asifiwe. So ukiambiwa kuna ubaya mbele yako, si kunyamaza, ni kuendelea kufanya nini? Kuomba na kuambia Mungu, hiyo umenionyesha. Baba, ninajua uko na uwezo wa kufanya nini? Wa kusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiahidiwa jambo mzuri, tunastahili kwenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu na kusimama vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tumwambie tumekubaliana na hiyo jambo umesema likaweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia katika Genesis 37, nitaenda nikirukaruka tu utaniruhusu. Bwana Yesu asifiwe. So ningeomba ufungue moyo wako tusikie yenye Mungu anataka kutunenea. Bwana Yesu asifiwe. So 37 hapo mwanzo inasema, taniwekea tu kwa Kiswahili. Inasema, nitasoma yangu kabla aweke. Yakobo aliendelea kukaa katika nchi ya Kanaani alimoishi baba yake kama mgeni. Hizi ndizo habari za ukoo wa Yakobo. Yosefu akiwa kijana wa umri miaka 17. Umeshika hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa wa umri miaka 17. Alikuwa akichunga kondoo na mbuzi
pamoja na ndugu zake wana wa Bilha na Silpa. Ndugu zake, Yosefu akiwa kijana wa umri wa miaka 17 alikuwa akichunga kondoo na mbuzi pamoja na ndugu zake wana wa Bilha na Silpa, wake za baba yake. Yosefu akawa anamjulisha baba yake juu ya tabia baya za ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona yeye hakuwa anapenda mambo ya kufanya uovu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati wako malishoni, ndugu zake wakifanya maovu, yeye alikuwa anafikishia baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Ikiendelea hapo 3 inasema Israeli, huyo ni Yakobo baba yake, alimpenda Yosefu kuliko watoto wake wote, kwa sababu alikuwa amezaliwa wakati wa uzee wake. Alimshonea Yosefu kanzu ndefu. Lakini ndugu zake walipoona kwamba baba yao alimpenda Yosefu kuliko wao, wakamchukia, hata hawakuzungumza naye kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba hakuna kitu alifanyia madugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Ni vile tu baba yake alikuwa anampenda, nao wakamchukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna watu wamechukiwa hapa bure, lakini Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tukifika hapo 5 inasema usiku mmoja Yosefu aliota ndoto, lakini alipowasimulia ndugu zake, wao wakazidi kumchukia. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona Yosefu yeye alikuwa anapenda tu ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukijua adui ni mtu ni adui yako, huwezi enda kumwambia maneno yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini rafiki ndiye unapelekeaga maneno yako. Unamwambia, unajua niliota hivi, unajua nataka kuweka hii. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona yeye bado alikuwa anapenda ndugu zake hata kama walikuwa wanamchukia. Bwana Yesu asifiwe. Aliwaambia, sikilizeni ndoto niliyoota. Niliota kuwa zote tulikuwa shambani tukifunga miganda, na kabla mganda wangu ukainuka na kusimama wima, miganda yenu ikakusanyika kusunguka na kuinama mganda wangu. Ndugu zake wakamuuliza, je, unataka kutuambia kwamba utatutawala au utakuwa na mamlaka juu yetu? Basi wakazidi kumchukia kwa sababu ya ndoto na maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hiyo ni ndoto ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na vile hiyo ndoto imekuja, inaonyesha ndugu zake ya kwamba kuna siku atakuja kufanya nini? Kuwatawala. Bwana Yesu asifiwe. Na vile wanamchukia. Bwana Yesu asifiwe. So wakazidi tu kumchukia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akaendelea kumpe ndoto ingine ya kuweka muhuri ile ya kwanza. Tukisoma hapo 9 inasema, kisha Yosefu akaota ndoto nyingine, akawasimulia ndugu zake akisema, sikilizeni, nimeota ndoto nyingine. Nimeona jua, mwezi na nyota 11 vinaniinamia. Lakini aliposimulia baba yake na ndugu zake ndoto hiyo, baba yake alimkemea akisema, ni ndoto gani hiyo uliota? Je, itatulazimu mimi mama yako na ndugu zako kuja kuinama chini kwa heshima mbele yako? Ndugu zake wakamuonea wivu, lakini baba yake akawa anafikiria jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Mungu anakuambia ama anakunenea kuna jambo, huwa bado tu anaongeza jambo lingine la kukuwekea muhuri. Bwana Yesu asifiwe. So kuna wakati mnakujaga hapa ama tunakujaga hapa. Juu hata mimi nilikuja tu kama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni ndoa ilikuwa imenisukuma. So wakati nilikuwa nakuja hapa, kila wakati nanenewa ndoa itasimama, mambo ulikuwa unaona hutayaona tena. Bwana Yesu asifiwe. So kila wakati kuna jambo linafanya Mungu kuna jambo Mungu anafanya linatia muhuri maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona Yakobo, Yosefu, Mungu aliendelea kumpa ndoto nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa ndugu zake waliendelea kumchukia. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo tu tunaona mpaka wivu ikafanya nini? Ikawa juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba yake akamuuliza, hiyo ni ndoto gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku tutakuja mimi hata mama yako na hawa ndugu zako kukuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu hapa Mungu amewaelezea ama amewatokezea kwa njia moja ama nyingine, hata kupitia nabii. Lakini wakati Mungu anaponena ama wakati Mungu anakuinua, Bwana Yesu asifiwe, ujue mambo haikuagi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wakati unakujaga hapa unaambiwa ndoa yako itasimama, lakini ukienda nyumbani unakuta mambo inakuwa nini?
mangumu. Bwana Yesu asifiwe. Si kumaanisha ati Mungu hajatenda ama hatatenda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni safari. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani huwa anapigana na baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tunaona hawa ndugu za Yosefu hawakufurahia. So kuna maadui pia hawatafurahia. Na pia adui wetu mkubwa shetani hawezi akafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye hutaka tumuinamie kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu naye yeye ndiye hutupea maono, yeye huwa ndiye anatupe ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati Mungu anakunenea, wewe jua ya kwamba kuna jambo Mungu atafanya nini? Atalitenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea kusoma hiyo historia ya Yosefu, tunaona maisha yake hayakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma, tunaona kwamba baba yake kuna wakati alimtuma aende huko Shechem akaangalie ndugu zake waliokuwa wakichunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati aliambiwa kama ataenda, yeye hakuwa mtu wa kukataa. Tunaona akisema, baba niko tayari, I am ready. Bwana Yesu asifiwe. So hata kama alikuwa anajua hao watu wanamchukia, yeye hakuwa na chuki ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. So aliwapelekea chakula, lakini wakati alienda Shechem akakuta hawako huko, wameenda Dodani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuchoka, aliendelea mpaka kuwatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati aliwapata, wao wakiwa mbali walimuona, wakasemesana, ndiye yule muotaji wa ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo wakaamua vile watafanya nini? Watammaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ama kuna adui wanatafutaga venye watakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaonaga nyota zetu, wanajua huyu tukimwachilia ataenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii biashara itaenda sana, itamuinua. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndoa ikiendelea hivi itaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Au watoto wake wakiendelea kusoma watanawili sana. Bwana Yesu asifiwe. So tunakuta maadui wanajawa na kitu inaitwa wivu. Bwana Yesu asifiwe. So wengi wamepangiwa kumalizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengi ni biashara zimeamuliwa kumalizwa. Wengi ni ndoa, wengi ni masomo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anatuambia yeye ndiye hutimiza ahadi zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama hawa ndugu zake hawakumpenda, wakati walimpangia maofu, wakaona ya kwamba ni wamuue na waende waambie baba yake ya kwamba ameliwa na mnyama. Bwana Yesu asifiwe. So walisema tukimuua tutaona hizo ndoto zake zitakuja kufanya nini? Kutimiza lini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakujua njia za Mungu ni mingi. Bwana Yesu asifiwe. So ukiendelea kusoma unaona ya kwamba wakati walikuwa wananong'onesana hivyo, kuna mmoja anaitwa Ruben. Yeye ndiye aliwaambia hakuna haja ya kuua ndugu yetu, hakuna haja ya kumtoa damu. Wacheni tumurushe kwa shimo, alafu tutaenda kuambia baba yetu ameliwa na mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Wakakubaliana hivyo na wakamweka kwa shimo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati yako kwa shimo, nao hawa madugu zake wanasherehekea zile chakula amewaletea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu utasimama na wao lakini hawatakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata ukiwatendea nini, hao ndio watatumika kufanya ahadi za Mungu zikatimie. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona mtu anaitwa Yosefu hakuwadharau ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukisoma hiyo historia yote, hakuna pahali alisema ubaya wa ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo wakati walikuwa wanakula, kuna Midiani walikuwa wanapita. Bwana Yesu asifiwe. So wakaona huyu mtu aweza toka pesa. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba walimuuza na huko Misri, na wakaona ya kwamba mambo yake na ndoto zake zimefanya nini? Zimeisha. Na hakuna siku atakuja tutakuja kumuinamia. Bwana Yesu asifiwe. So kuna mtu hapa labda ameona mambo yake imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaona ya kwamba hii ndoa haiwezi rudi tena. Haleluya. Kuna mtu anaona ya kwamba sasa pahali nipo siwezi nikasimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Juu nikiangalia mtu anaitwa Yosefu, wakati aliuso aliona kwamba sasa nimeacha hata nchi yangu, ni siku gani nitakuja kukutana na hao ndugu zangu ili hii ndoto ikatimia kwamba wataniamia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona wakati
alienda hata Misri kwa Potifa. Pahali alienda Mungu alikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma hapo inakuambia. Bwana Yesu asifiwe. Jiko. Okay, tukisoma hapo 39, hiyo tu Genesis 39. Hapo 5 inasema sasa hapa Yosefu ameenda kwa Potifa kwenye aliuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Juu hao wa Midiani walipoenda na yeye nao walimuuza kwa Potifa. Bwana Yesu asifiwe. So 5 inasema tokea wakati Potifa alimfanya Yosefu kuwa msimamizi. Bwana Yesu asifiwe. So wakati alifika pale pia alipewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa ndiye anasimamia nyumba ya Potifa. Lakini tunaambiwa kwamba tokea wakati Potifa alipomfanya Yosefu kuwa msimamizi wa nyumba yake na mwangalizi wa mali yake, Mwenyezi Mungu akaibariki nyumba ya huyo Misri kwa ajili ya Yosefu. Baraka za Mwenyezi Mungu zikawa juu ya alichokuwa nacho nyumbani na shambani. Kwa sababu hiyo Potifa alimpa Yosefu mamlaka juu ya mambo yake yote, naye Potifa akaacha kushughulika na chochote isipokuwa tu chakula chake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba wakati ameenda pale, mkono wa Mungu pia ulikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. So labda aliona kama sasa mambo yake yameanza kuwa mazuri, lakini bado alikuwa tu safarini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona akikuwa pale pia, tunaambiwa hapo ukiendelea kusoma hapo inasema alikuwa kijana mzuri. Bwana Yesu asifiwe. So majaribu tena ikakuja. Huyo bibi ya Potifa akataka kulala na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu kijana alikuwa mcha Mungu. Alikuwa naogopa kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. So yeye alikataa. Na venye alikataa ilimlazimisha kuenda mpaka gerezani. Bwana Yesu asifiwe. So unaona maisha yake aliambiwa kuna wakati atakuja kuwa mkubwa. Lakini hapa ameuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Ameenda hivyo mpaka sasa ametiwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa hata huko gerezani Mungu ako pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Pahali umetupwa, jua Mungu ako pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unapitia mambo magumu namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kumbuka tu lile neno Mungu alisema kuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi zake ni za kweli na za amina. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona huyu kijana hakufa moyo. Hata wakati aliambiwa ya kwamba wakati bibi ya Potifa alimwekelea ama alimsingizia ya kwamba alikuwa anataka kulala na yeye, yeye hakujitetea. Alikubali mpaka akawekwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Na huko korokoroni pia akapendeka, maana mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Kile Mungu ameweka juu yako, hakuna mwenye aweza zuilia kikafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ujue ya kwamba Mungu ndiye alikuweka. Haleluya. So popote uendapo, kwa sababu Mungu ako na kusudi jema juu yako, lazima Mungu ataandamana na wewe. Hata ukirushwa kwa shimo, bado Mungu ako pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona hata akiwa pale korokoroni, bado tu alitumika kuwa mkubwa hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka hapo ndio safari yake ya kuinuliwa ilifika. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu walitiwa bado huko korokoroni ambao walikuwa wanapelekea mfalme chakula. Mwingine alikuwa anampea mikate na mwingine kinywaji. Bwana Yesu asifiwe. So walipotupa pale waliweza kuota, na wakati walimpea hizo ndoto, Mungu kwa uwezo wa Mungu aliweza kusitafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Na venye aliwaambia hiyo ndoto inamaanisha ilikuja kutimia. Bwana Yesu asifiwe. So na akaambia huyo mmoja atakuja kunyongwa, na ilitimia hivyo. Huyo mwingine akaambiwa utakuja kurudishwa kazi, na ikawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. So Yosefu akamwambia, na wakati utafika mbele ya mfalme unikumbuke, juu hata mimi niliwekwa hapa korokoroni, sikuwa na hatia yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Niliuzwa utumwani, nilitolewa kwa watu wetu, nikauzwa Misri, na sikuwa nimetenda ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So tunaona ya kwamba kutoka wakati alisema akumbukwe ilienda 2 years. Bwana Yesu asifiwe.
Na kutoka hapo mfalme naye akaota. Bwana Yesu asifiwe. Si tunajua ile ndoto mfalme aliota ya ng'ombe 7 wakubwa, wanono, wazuri, wamenyooka, na 7 ambao hawana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. So tunakumbuka hiyo. So wakati mfalme aliota, akaita watu wote ambao waweza tafsiri ndoto, lakini hakuna mwenye aliweza kutafsiri nini hiyo ndoto. Bwana Yesu asifiwe. So wakati huo ndio yule mtu alikumbuka Yosefu. Bwana Yesu asifiwe. Na akakumbuka makosa yake. Ukiendelea kusoma utaona hapo alisema, leo nimekumbuka makosa yangu. Nilisahau kuna mtu wako gerezani anaweza kutafsiri nini ndoto. So ikabidi Yosefu aitwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati aliitwa, akasema Mungu ndiye ako na uwezo wa kufanya nini? Wa kuwezesha mtu kutafsiri ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alitafsiri ndoto, Mungu akafanya akapendeke. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona ile kitu ilifanya akachukiwe zaidi? Ndio hiyo tu bado Mungu ametumia kikapata kufanya nini? Kuinuliwa. Bwana Yesu akainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. So usijali hata kama itaenda miaka gani ama kama ni muda gani umeomba. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka wakati uliahidiwa, hiyo ni miaka ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe endelea kugojea. Tunaona Yosefu yeye alisimama kwa njia ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana angekufa moyo, na wakati hata alikuwa amewekwa majaribuni na bibi ya Potifa, aone kama akona chance. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona aliendelea kuogopa Mungu, na ndiposa ahadi zake Mungu zikafanya nini? Zikatimia. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona wakati aliweza kutafsiri ndoto, hapo tu ndio mwanzo wa ndoto zake kufanya nini? Kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Maana mfalme alisema yeye ndiye tu ameona ako na roho ya Mungu, ako na hekima, aweza simama vizuri, aokote hiyo miaka ambayo alisema itakuwa miaka ya mafuno, aweze kuokota chakula, na tukaona ya kwamba alipewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na mamlaka yenye alipewa si mamlaka kidogo, maana mfalme tu ndiye alikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. So ni kama, I think ni kama deputy ama vice president. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu ametoka korokoroni direct ameenda vice president. Bwana Yesu asifiwe. So haijalishi uko chini kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kama wewe unakokota mkokoteni. Bwana Yesu asifiwe. Kesho akiamua wewe ndiye utashagiriwa huku, hivyo ndivyo itafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu inafanya unastahili kufanya, usijidharau. Bwana Yesu asifiwe. Maana aliyekuumba ako na kusudi jema juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna wakati ulijiona ukiwa pahali na ukaona hii ndoto ama hii maono niliona kama haitatimia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe endelea kumgojea Bwana. Tunaona Yosefu alimgojea, na ukiangalia vizuri, nilikuwa na hesabu hiyo miaka. Wakati alipewa mamlaka alikuwa na 30 years. Bwana Yesu asifiwe. So akianza wenye tuko pamoja, tuliona alianza na miaka ngapi? Wakati alikuwa anachunga alikuwa na miaka ngapi? Good. Jipigie makofi. Naona tuko pamoja. So unaona kutoka wakati ahidiwe ya kwamba atakuwa mkubwa alikuwa na 17 years. Lakini wakati sasa alipewa mamlaka alikuwa na 30 years. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo 30 years minus 17, so hadi yake ilikuja kutimia 13 years. Bwana Yesu asifiwe. Na bado saa hiyo watu wake bado hawajamuinamia. Bwana Yesu asifiwe. So huko kwa akina babake tena ikazidi huko. Ikagharimu wakuje Canaan ili Misri ili waweze kupata nini? Kupata chakula, maana huko Yosefu alikuwa huko tu ndiko kulikuwa na chakula Misri. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba hiyo miaka 5 iliisha. Bwana Yesu asifiwe, hiyo ya mafuno. So tukiendelea kusoma inatuambia wakati ndugu zake walikuja, juu aliwaambia sasa ni miaka 2 tu kutoka ianze. Bwana Yesu asifiwe. So kumaanisha hii 5 years ya mafuno imeisha, ukiongeza hiyo 30, hiyo ni 35. Ukiongeza hii ingine 2, so alikuwa na miaka 37. Bwana Yesu asifiwe. So ndio wamuinamie ilienda 20 years. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ni mwema na mwaminifu, sababu the Bible says walimuinamia kwa heshima
hata bila kujua ni nani, ni Yosefu. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati walitumwa Misri, mtoto mdogo, ukiacha mtoto mdogo for 20 years hutaweza kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale mlikutana na wao 20 years back, kuna vile tumechange. Bwana Yesu asifiwe. Labda wengine hawakuwa na ndefu, labda wengine hawakuwa wanono, wamezeeka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. So waweza kosa kujua mtu. Bwana Yesu asifiwe. So hawa Mungu aliwaziba kumjua Yosefu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. So walimuinamia. Tunaona ya kwanza, mara ya kwanza walienda wakamuinamia kwa heshima. Mara ya pili wakaenda wakamuinamia kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yosefu yeye mwenyewe aliwajua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamuona kijana mzuri ambaye ako na roho ya Mungu. Hakuweza kujiripishia. Bwana Yesu asifiwe. Si alikuwa na uwezo wa kuwamaliza. Hata wakati alikuja siku ya kwanza, walikuja siku ya kwanza, akawaambia, mmekuja. Mimi ni yule mliuza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na mimi nawatia gerezani, hamtakula. Afanye mambo yote yenye mtu angefanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alijua na alielewa ya kwamba Mungu ndiye alifanya haya mambo yote, akafanya nini? Akapitie ndio baraka yake ikapate kumfikia. Bwana Yesu asifiwe. Hata hospitali, tukienda hospitali mara mingi ni uchungu tunakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. So tukienda hospitali tunajua kitu ya kwanza tutapewa dawa ya nini? Ya uchungu, si ndio? So tukienda mahali pale hospitali tukiwa na uchungu, tunapewa dawa ya uchungu, ndio uchungu ifanye nini? Iishe. Lakini katika hizo hospitali kuna dawa pia ya kuongeza uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu ako na mimba na imefika wakati wa kujifungua, lakini uchungu ikose kukuja, kienda pale hospitali unawekwa maji ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio usukume baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Bila hiyo uchungu hakuna baraka utafanya nini? Utapokea. So kuna watu lazima wanapitishiwa uchungu ndio wasukume baraka zao. Bwana Yesu asifiwe. So si mambo yote unapitia unaona kama ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pahali Mungu anafanya nini? Anakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. So yako ni kusimama imara. Tunaona wakati hao watu walienda, mara ya kwanza Yosefu hakutaka wamjue. Lakini alirudi hapo nyuma na kulia sana. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa anawauliza maswali lakini wao hawagemjua. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya pili wakarudi hawakumjua. Lakini kuna wakati Yosefu alishindwa kujizuilia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona akilia kwa uchungu sana. Na akawaambia, ni mimi Yosefu, bado ni gari hai. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hata wakati walikuwa wanakuja kwa Yosefu, alikuwa anawauliza, mmebakisha nani nyumbani? Wanasema tumebakisha, sisi tumesaliwa hivi, lakini tuko na mtoto mdogo tumeacha, tuna yule mdogo tumeacha na baba yetu. Lakini yule mwingine aliaga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawajui huyu walimaliza, bado Mungu ako pamoja naye, ako hai. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo tu ndiye ametumika kufanya nini? Kuwabariki ili muishi. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona Yosefu akijawa tu na roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakisema ya kwamba wakati aliitisha huyo mdogo, wakasema sasa ukimaliza huyu tutapoteza baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui mwenye wanapea story ni nani? Ni Yosefu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna pahali pengine walikuwa wanasema sasa juu kuna pahali hao vijana walirushwa, madugu waliwekwa korokoroni kidogo. Sasa wakaanza kusema hii ni mambo yale tulifanyia ndugu yangu, labda ndio inafanya tufanye nini? Tupitie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye alikuwa anawasikiza tu. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu hawatakutabua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikumaliza, wengine ni kiroho, wengine walimaliza mali zako, wengine ni doa, wengine ni taja hiyo yenye ulimaliziwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nani yako na jambo lako la mwisho? Bwana Yesu asifiwe. Si ni Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia Job, nataka uniwekee Job 12 hapo 10. Tunaona ya kwamba Mungu watu wanaweza kukufanyia mambo yote hata watake kukumaliza. Lakini mwenye ako na uhai wako ni Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye ameweka pumzi ni nani?
ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So na yeye tu ndiye anaweza fanya yale mambo alisema yatatimia kwako, tatimia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema uhai wa kila kiumbe hai umo mikononi mwake, mwanani mwa Mungu. Kadhalika na pumzi ya uhai wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo pumzi uko nayo siku ya leo, hakuna mwingine ako na uwezo wa kuitoa. Bwana Yesu asifiwe. So kama Mungu hajaitoa, ujue kuna kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ile mimi ningetaka kukutia nguvu nikwambie ya kwamba kuna kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Ile tu Mungu amekuahidia, jipe nguvu. Kuwa kama mtu kama Yosefu, hakufa moyo, hakujiripishia. Bwana Yesu asifiwe. Juu tukiangalia characters zake, tunaona ni mtu hakuwa anapenda kufanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapo mwanzo tukiangalia Genesis 37 hapo 2 inatuambia kwamba wakati ndugu zake walikuwa wanafanya dhambi, yeye alikuwa anaenda kuwashtaki. Kumaanisha yeye hakuwa anajiunganisha na wao. Si ni kweli? Haya, ya pili tunaona ya kwamba alikuwa Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kitu ya kwanza alikuwa mtu laughing. Ni mtu yani alikuwa amejawa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati aliota ndoto, unaona hakuchukia ndugu zake. Bado tu alikuwa anawaambia kuna baraka zangu ziko mbele. Hata kama wanamchukia bado pelekea nini? Chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya tatu ni obedience. Ni mtu alikuwa anapenda kutii. Wakati baba yake anamtuma, hata kama anamtuma kwa wale ambao hawampendi, yeye bado tu alikuwa anafanya nini? Anatii. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ni characters ambazo tunastahili kuwa nazo ili ndoto zetu ama ile mambo Mungu ametuahidia ifikiane. Lazima tuwe na hizi characters. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona pia alikuwa mtu mtakatifu. Ni mtu alikuwa anaogopa kutenda maovu hata kwa mwenye kumwajiri. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati aliambiwa na bibi ya Potifa alale na yeye, si alikataa? Alikuwa na chance mzuri na wangejifishanisha hivyo na mambo iendelee. Lakini yeye alijua ya kwamba hata nikitenda dhambi, hata tujifiche huyu Bwana, kuna mmoja anayefanya nini? Anayeniangalia. Bwana Yesu asifiwe. Maana si tumesoma katika Psalms hapo 139. Nilitangulia kuambia jicho la Mungu liko kila pahali. Bwana Yesu asifiwe. So hata kama tutaficha binadamu, maana yale yote ambayo hufanyiwa sirini, Mungu anayaona. Na kuna wakati itakuja kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. So alijua ya kwamba hata nijifiche mtu, hata nijifiche huyu bwana ya Potifa, bwana ya bibi ya Potifa, nitakuja tu kujulikana. Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. So aliogopa kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna siri ambayo hufanyiwa kwa giza, lazima itakuja kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tunaona ya kwamba kuna mwimbaji mmoja anaitwa Muigai, na kuna wimbo aliimba hapo beleni. Akasema ya kwamba ukifanya siri hata uifanyie wapi, siku moja kuna kitu itafanya ikuje kufanya nini? Kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema siku moja kuna mtu alikuwa anataka kuua ndugu yake na akampangia venye atammaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na kila wakati alikuwa anatokea kumaliza, kulikuwa na mtu anatokea anashindwa kufanya nini? Kummaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine akitokea anaona kuna jambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja akatokea kama msituni na kuangalia akaona hakuna pahali ninaweza onekana, akafanya maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. Akaua ndugu yake na akaenda nyumbani na furaha kwa sababu amemaliza mambo yake na hakuna mtu alifanya nini? Alimuona. Ikaenda miaka mingi, hakuna mtu alikuwa anajua. Lakini siku moja juu sasa ashakuwa mzee, wakikunywa pombe. Wakati alikuwa anamuua kulikuwa na dutura 2. So wakati walikuwa nakunywa pombe, hizo dafu 2 zikakuja. Bwana Yesu asifiwe. Akaona hizo dafu ni kama zile zilikuwa pale msituni akiua ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. So
Akasema hizi dafu ni kama zile zilikuwa pale kama msituni nikiua ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. So wenye walikuwa na wao wakamwambia ati umesema nini? So huyo mwimbaji anasema alisimama kama saa ambayo imetolewa betri. Bwana Yesu asifiwe. So chochote unafanya, kuna jambo Mungu ataleta ikafanye kujulikana venye ulifanya nini. So situpe watu wa kutenda matendo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata Mungu akizifichua, tutaona matendo yenye ulifanya nini? Ulitenda. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona bibi huyu Yosefu alijua kwamba jicho la Mungu liko kila pahali. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya pili tunaona alikuwa highly favored. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma kwamba kila pahali alienda, akienda korokoroni, akienda kwa Potifa, kila pahali akienda anapendeka. Na Mungu alikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata wakikuja kwa nyumba yako ama uajiri, unakuta baraka zinamiminika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyo mtu kuna baraka ako nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu waweza kuja hii kanisa wakuwe ni baraka kwa sababu kuna baraka wamefanya nini? Wamebeba. Bwana Yesu asifiwe. Situwe mmoja wa hao. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda hivyo sema amen. Tunaona pia alikuwa mtu ako na wisdom. Maana wakati aliweza kuota ndoto mfalme akasema kuna hitaji mtu na hekima, na wakaona huyu ndiye ako na roho ya Mungu, ako na nini? Ako na hekima. Na tunaona ya kwamba ni kweli alikuwa na hekima, maana hiyo miaka 5 aliweza kukusanya mafuno na ikaweza kuwastahimili hiyo miaka 5 ya ambayo kulikuwa na ukame, na akasaidia hata nchi zingine. Bwana Yesu asifiwe. Ingine alikuwa mtu wa patient. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu alikuwa na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hapa tunakufaga moyo haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Niliahidiwa lakini miaka imeenda sijapata. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wakati niliingia Glorious tulikuwa ile side. Kulikuwa 2018. Na hiyo 2018 kitu ya kwanza Reverend alisema tutapata gari. Bwana Yesu asifiwe. So tukafikiria hata miezi 2 haitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo 2018 ikaisha, 2019 ikaisha, 2021. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bado tu anatuambia naona gari mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na kila wakati alikuwa ananiambia nikifunga macho nikiomba naona gari ya black ikifanya nini? Kiteremshwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna pastor mwingine akaniambia naona mnaletewa wish ya black. Bwana Yesu asifiwe. So mimi gari yetu ilikuja 2022 kutoka 2018. Si Mungu alitimiza. Na kuna ile gari tulikuwa tunataka. Kuna ile chama alikuwa anaitaka sana. Lakini yenye ilikuwa inaonekana hiyo tu ilikuja tu kama wish. Hata kama sio wish inakaa tu wish. Kiona tu utaona kama ni wish. Hata viti ni za wish. Bwana Yesu asifiwe. So kuna ile kitu Mungu akiwakuahidia, ujue lazima itakuja kufanya nini? Kutimika. Jambo la Mungu, neno la Mungu lenye anasema haiwezi likapotelea bure. Bwana Yesu asifiwe. So tungekuwa watu ambao si wa kugojea ama kuvumilia, tungeona kama Reverend alikuwa anafanya nini? Anatudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo gari wakati ilikuja ilikataa sana, ilikuwa inatukataa. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati tukienda safari inakuja ikiwa juu ya trailer. Sijui trailer hizi zinafurutaga. Maana tukienda pahali imetoka vizuri, lakini tukifika pahali inakataa. Bwana Yesu asifiwe. So tukajaribu kuitengeneza, but wakati ilikubali inaendaga safari hata mimi sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Waweza ikuta imeenda Garissa, imeenda wapi, hakuna pahali haijaingia. So chenye Mungu anakuahidia hata kama itakawia, hata kama itaharakisha, chenye amekuahidia inakujaga ikiwa ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile tulikuwa tunahitaji haigeenda hizo masafari zote, lakini hii ilikuja, hakuna pahali haiwezi penya hata kama kuna matope aje. So tunapigia Bwana makofi. Haleluya. Tupigie Bwana makofi. Ingine tunaona si mtu wa kujilipishia kisasi, ni mtu alikuwa na mambo ya kusamehe haraka. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikufanya maovu, sababu ni Mungu alitaka wakupitishie hayo. Si ulipata baraka yako? Si utapata baraka yako? Bwana Yesu asifiwe. Wakati utarudishiwa mume wako, hata kama alikuwa ameibiwa,
utaendelea kufuatana na huyo mwenye alikuibia na matusi. Bwana Yesu asifiwe. Unamsamehe na unasema sababu Mungu sasa hii mambo umeacha ifike mwisho. Mungu ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. So hakuweza kujilipishia kisasi na Mungu aliweza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo ni characters ambazo zilikuwa na mtu anaitwa Yosefu. Bwana Yesu asifiwe. So na sisi pia kuna mambo Mungu ametuahidia. Na hata sasa Reverend anaenda kusimama. Kuna mambo tutaabiwa. Bwana Yesu asifiwe. Raise your faith. Bwana Yesu asifiwe. Na usiwe mtu wa kuyubayuba. Usiwe mtu wa kuwa na shaka. Hii itatendeka kweli? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hatuoni pahali Yosefu aliweka question mark. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alivumilia mpaka baraka yake ikafanya nini? Mpaka ndoto yake ikatimia. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna ndoto siku ya leo zitatimia. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna baraka zitafika kwenu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna yale maono umekuwa ukiona yatakuja kufikiana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikiwa secondary nilisomea pande za Sagatanga. Bwana Yesu asifiwe. Na nikumalizia na malizia. Mmechoka? Bwana Yesu asifiwe. So wakati nilikuwa nasoma, nikitoka shule nilikuwa naenda kutafutia ng'ombe kula huko chini. Bwana Yesu asifiwe. Wenye wanajua hii side kuna milima. Bwana Yesu asifiwe. So nikitoka shule 5 nilikuwa naenda kule chini kutafutia ng'ombe chakula. Bwana Yesu asifiwe. Mauti. Bwana Yesu asifiwe. So hizo ng'ombe za huko ni zile za kufungiwa. Sijui kama ndizo zero grazing. Ni hizo. Bwana Yesu asifiwe. So si unajua, si unaona nilisoma agriculture? Na unanipigia makofi kidogo kwa sababu nilisoma agriculture. Bwana Yesu asifiwe. So wakati nilileta, siku moja nakumbuka nikileta hizo chakula nikapee ng'ombe. So nikapanda hiyo sisi ya ng'ombe, nyumba ya ng'ombe si ndivyo inaitwa? Sisi. Yeah? Niliwaambia mkisikia naponyoa, mimi nilisufundishwa Kikuyu. Bwana Yesu asifiwe. Si unakumbuka hizo enzi zetu tulikuwa tunafundishwa na Kikuyu, werute guthoma Gikuyu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni reheu. Kuna watu walisoma kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingine matamshi yaweza leta shida. Bora tu ni ushike chenye nafanya nini? Nasema. Bwana Yesu asifiwe. So kuna siku nilipanda hiyo nyumba ya ng'ombe, acha niite hivyo. So wakati niliangalia hivi, niliona ni kama niko kwa ghorofa, balcony. So naangalia huku chini, naona magari venye zina yani niliona ni kwa stage, lakini niko kwa balcony, so naona mji mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kusema ukweli pahali nilikuwa kwa miti ambayo ilikuwa inajegea ng'ombe, huku chini naona ni kwa naitwaje? Simu nikumbushe. Zizi ya ng'ombe inakuwa na nini? Dhumu. Borea. So lakini kwa kiroho naona ni magari nafanya nini? Lakini kwa macho ya kimwili naona ni borea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilimaliza secondary niliingia college Nakuru. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mpali nilikuwa nakaa hostel, nikapanda huko juu balcony. So nilikuwa najiangalia huko chini, naona magari za ranga wenye wanajua Nakuru, naona stage, yani pahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. So ile nikakumbuka venye niliona, ilikuwa tu maono na waweza ukaidharau. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi niliona nikiwa kwa zizi la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Naona niko kwa balcony najiangalilia mji mzuri. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu aliweza kuyatimiza. Kuna yale mambo unaona usiyadharau. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unaamini ya kwamba Mungu atakuja kukutimizia, pigia Bwana makofi na tusimame kwa miguu yetu. Haleluya. Mataifa yote yatakusanyika mbele zako Yesu Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zako Yesu Mwokozi.
Bwana, Bwana, haleluya, Bwana, watakuinua Bwana, watakuinua Bwana, watakuinua Bwana, haleluya, Bwana, watakuinua Bwana, watakuinua Bwana, watakuinua Bwana, haleluya, Bwana. Tuendelee mbele za Bwana. Inua mikono yako, tumwambie Bwana ya kwamba anastahili siku. Oh, hallelujah, we give you praise. Oh, watakuinua Bwana, watakuinua Bwana, hallelujah. Bwana, haleluya, Bwana. Oh, watakuinua Bwana, watakuinua Bwana, haleluya, Bwana. mataifa yote yatakusanyika Mbele zako, Ee Bwana Mwokozi. makabila yote yatakusanyika. Sema Mbele zako, Ee Bwana Mwokozi. Baba yatakuinua. Oh, Baba watakuinua. Haleluya. Oh, yatakusifu. Yatakuinua. Yatakuinua. Oh, Bwana. Oh, yatakusifu. Yatakusifu Bwana. Haleluya. Oh, ni haleluya. Haleluya. Ni haleluya. Baba ni haleluya. Ni haleluya. Ni haleluya. Bwana. Inua mikono, mwambie Bwana ni asante. Tunakuinua Bwana. We give you praise, O Lord. This morning, O God, we give you praise. We exalt your name, O Lord, because you are worthy, God, because you are here, Lord. We welcome your anointing, Lord. We welcome your power. We welcome your goodness, O Lord. Let your presence be here, Lord. Let your presence be here, Lord. In the mighty name of Jesus, we thank you, Holy Spirit, because you are here, Lord. May you open our hearts, O Lord. Ingia kwa mioyo yetu. In the name of Jesus, Lord. Thank you, Jesus. I want to hear this in the name of Jesus. Kuna mambo nimejifunza when the pastor alikuwa naongea. There's something that I want us, nataka kuongea mambo matatu mawili about the word of God that he has preached. Jambo la kwanza nimeona ameongea kuhusu the story of Joseph, na tunamjua Joseph wa Biblia, na tunajua vile alivyoanza, ya kwamba alianza na maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na Mungu huwa analeta purpose ya mtu before the process, and that's why the dreams are
ambazo huwa zinakuja. Sijui kama kuna mtu unaotanga ukiwa mahali pazuri, unaota ukiwa na mkubwa, unatembea na yeye, unaota na mtu. Wacha nikuambia, hiyo ni thibitisho ama hiyo ni jambo la kukuonyesha ya kwamba kuna mahali Mungu anataka kukupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. The problem of us ni kwa sababu we ignore. Hakuna ndoto unafaa kuignore. Hata ile unaona kama ni ya ujinga, ni vizuri uombe, hata kama uliona hiyo ni ndoto tu. Sasa tunaona ya kwamba Joseph, wakati Mungu alitaka kumpeleka bila alivyompeleka, alimletea maono, the dreams. So God gives vision early. Mungu analetaga vision yako mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. So I don't know what you are dreaming right now, but what I know is that God atafanya itimie. Inua mkono, semeni ndoto yangu itatimia. Ndoto yangu itatimia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Yes, unaona ukiwa na pesa mingi mpaka alafu ukiamuka unaona hakuna, unasema ni ujinga. Just pray for that money. Mungu hawezi kukuletea ndoto ambayo haina kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. He give you the early dreams, vision zinakuja before ili upate kuingia kwa purpose. And watu wengine waliota, lakini sababu hawakushukulia maanani, hawakuangalia ndoto zao zikapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you see a dream, whichever, hata iko mzuri sana hata iko baya, shughulikia. Hebu ambia jirani yako, shughulikia ndoto yako. Sema amen. Kuna watu wengine they are so careless. Wanaotanga tu. Let me tell you, Mungu wetu mwaminifu, na Mungu hawezi kufanya kitu kabla hajaleta maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hiyo mambo uliona ilifanyika, Mungu alikuja akakuonyesha, lakini wewe ulinyamaza ama hukuelewa. Na ninaombea kama uko hapa you don't dream, I give you the spirit, Mungu akuletee ndoto. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Another thing that not everyone will celebrate your calling ama your dream. Sema amen. Tunaona ya kwamba Joseph wakati aliambiwa, alianza kufurahia. So every day, kuna watu wanaibaga ndoto yako, si kila mtu anajuaga. Watu wengi wamepotezwa katika ndoto. Hata kwa kanisa, mtu alienda akaambiwa, akaota ndoto, alafu akaenda akatafsiriwa ndoto. By the way, acha nikwambie, katika ulimwengu wa ndoto, that the area ambao unafaa kuwa very careful. Bwana Yesu asifiwe sana. Because ndoto zingine mnaotanga na mnatafsirigi vile mnavyotaka. Mwingine mnaingia kwa Google. Najua hapa mnakiamba kwa Google. Sema amen. Lakini acha nikwambie, kuna ndoto ambao utaota, lakini vile unavyofikiria sivyo hivyo. Na watu wengi wamepotezwa. Hata katika kanisa kubwa unakuta mtu amepotezwa because ile ndoto aliona, aliambiwa, alitafsiriwa. It is good to pray for the grace of God. Ni vizuri kuomba the spirit of God akurivirie ndoto yako. Sema amen. Hallelujah. Amen. I read that spirit in Jesus name. Amen. Najua kuna watu hata wanataka na nyama, nakuja ikibia hapa kiniambia, pastor, mimi nimeona kufa. Nani alikuambia nyama is always death? Unajua ile ndoto unataka. Kuna mtu huaga na tafsiria ndoto anakataa, ananiambia hivyo. Lakini in some days, like I want to say very juicy, haikuwa ni nini? It was like last week. Mtu mmoja akaota ya kwamba anaona matunda ikinyauka. Mti umetoa matunda mazuri sana, umetoa maua mazuri sana. Na hallelujah. So alikuwa ameshajitafsiria, anaona kwa sababu mti umetoa maua mazuri, akaona ya kwamba the life will be good. Lakini when I was told the dream, nikasikia hapana, na nikaambia yule mtu ya kwamba mimi nimeona hii ndoto ya kwamba kuna mambo inaharibika. Nikamwambia katana roho ya aibu na roho ya kifo ama jambo baya litakutokea. Akaniambia, pastor, wewe hata huoni miti. By the way, he was a pastor. Huoni maua ikinyauka, sio ni jambo mzuri. Bwana asifiwe sana. Lakini I felt in the spirit that it was not a good thing. I want to tell you, leo nimemwambia kesho, because alikuwa amepewa hiyo ndoto na mtu alikuwa ameota akiwa ng'ambo. I want to tell you, uamini usiamini, ule mtu aligojeka akiwa ng'ambo na akagojeka akawa kwamba ni serious. And now what happened, ilibidi arudishwe Kenya. Sasa amerudi Kenya. I'm telling you the real story ya juice. Sasa ako hapa. Bwana asifiwe sana. Sasa alikuja kaniambia, pastor, nimeogopa. Mimi nilifikiria ni maua ni kuendelea. And na hiyo na the same week kuna mtu mwingine wako aligojeka. Sasa angalia hiyo ndoto, yeye alitafsiri akaona ni vizuri, lakini ilikuwa ni baya. Bwana asifiwe sana. So it is good to know
in the realm of spirit, katika realm ya ndoto ni vizuri kukuwa very careful. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm just highlighting few issues. So not everyone will celebrate you for your calling. Jambo la tatu ni kwamba faithful, kuwa mwaminifu kwa vitu vidogo. Ambia mwenzako kuwa mwaminifu kwa vitu vidogo. Sema amen. Hallelujah. Biblia inauliza kwamba je, unaweza aminua mambo makubwa? Na wewe Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna faithfulness. Kuna watu ambao unawapeaga kitu kidogo, unaambia lakini hawako waaminifu. Ukienda kwa mimi nimeona watu wakati you are in need, wakati unataka Mungu akutendee jambo, unakuaga mtu mzuri sana. Unamwambia Mungu ukinibariki. Wangapi wamesema hivyo? Mungu ukinibariki nitakuwa ninafanya, nitakuwa natoa fungu la 10. Unaweka anga yako. Nataka najua kuna watu naongelesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ukinibariki. Lakini wakati umebarikiwa, haleluya, unaendaga siku ya kwanza ya pili unasahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And that's why we need to be faithful in small issues. Kuna mambo madogo sana. Waya nikuambie, mnapenda sasa kubarikiwa na kuwa matajiri sana na kuwa milionea. I can tell you ya kwamba to be a millionaire, Bwana Yesu asifiwe sana, kuna mitihani utafanya na unaweza kupita. Kuna mitihani lazima upitie. Ndio unaona watu wengine go and ask millionaire vile walivyoanza. Kuna dada moja ananiwahi kanisa, nilimwambia, aliniambia anataka kupata pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaniambia akaanza kazi. Nikambariki, nikamwambia go and prosper. Bwana Yesu. Lakini nikamwambia because ile kazi alifanya ilikuwa tu sieti ni kazi ambayo ilikuwa rahisi. Lakini nimwambia kupitia hii kazi Mungu atakuinua, utakuwa milionea. Lakini kuna mambo itakuja. Nikamkalisha chini, nikamwambia challenge itakuja. Kuna mambo mazito, utakuwa na mambo mengine ni mazito. Mengine itabidi uanze kutafuta maloya na makesi. Haleluya. Kuna watu wanasikiaga mambo ya kesi wanasema, "Hai afadhali nikuwe hivyo." Kama unataka kukua hivyo, wewe kaa hivyo. Kama hujaipata hata kesi kamoja na unataka kuwa milionea, uliza milionea ni kesi gapi wamekosa. Zinakujaga tu, si kupenda. So huyo ni mama. Akaenda nikamwambia kwamba vile nimwambia dada, kuwa na roho gumu. Kuna wakati unataka kuwa roho. Hebu Bwana asifiwe sana. Kuna wakati unakuhubiriaga ukuwe na roho ya nyama. Si kuna hiyo Biblia. Lakini pia nakuhubiria ukuwe na roho gumu. Sema amen. Kuna mambo itakuja inaanza kukuagusha. Mambo inakuja kwa kitu unaanza kulia mpaka unasema Mungu ulinipea hii kazi kwa nini? Na wewe ndio ulitisha. Mungu anataka kukuinua tu level, lakini wewe unakatalia. Lazima ukuwe na roho ya ugumu na jia kwamba si wa kuagushwa na mambo. Mambo ikikuja, jambo unasimama wima. Sema amen. I pray for that spirit in Jesus name. Hallelujah. Mtu ambaye ana prosper, anainuka, lazima akuwe na roho ngumu. Hata akiambiwa hata mambo ikikuja, unasimama na uanguki. Lakini wengi ni kutoroka. Kakitu kidogo kikuja unatoroka. Sema amen. Nasema Mungu mimi sitaki hiyo. Sasa nimemwambia I prepared that woman. And I want to tell you that today she is doing well. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Amekuwa na makisasa, amekuwa amejuana mpaka na DCI. Nimwambia hakuwa anajuana na mtu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amejuana mpaka na magistrate saa hizi anajia nimeongea na magistrate fulani. Hallelujah. Wewe utajua na magistrate hivyo. Lazima kuwe na matukio imetokea. Hallelujah. But now I want to tell you she is doing very well. Na pesa inakuja. Kwa sababu alikubali kunisikiza. Lazima mambo mengine upitie gumu ndio Mungu akuinue. Sema amen. Are you get what I'm saying? Tuko na watu ambao wako na roho ndogo sana hata katika maisha yetu. Tunalea watu ambao tumabo tudogo tunawafanya wafinyike mpaka wanakosa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lazima ukuwe mwaminifu na kitu kidogo. Ingine ni kwamba integrity. Nimesikia Father ameongea kuhusu integrity. Integrity ni kusema wakati umejaribiwa. Wakati Joseph alijaribiwa na Potiphar, alikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na opportunity vizuri. Because let me tell you, the problem of you watu wengine waliingia kazi zao, waliingia kwa doa zao katika njia ambayo haikuwa mzuri. Let me tell you why, kwa nini mnakuja hapa tuombe? Kwa sababu ile vile uliingia hiyo kazi, ulienda ukahogana, kaambiwa kwamba toa 20,000 uingie kazi. Yes, uliingia hiyo kazi. Lakini I want to tell you kwamba the way ile njia uliingia nayo haikuwa mzuri. So sometimes shetani anajua the area to attack. Akikuja anajua hii njia huko kupata na njia mzuri, so anakuattack. Lazima to make some things right. Sema amen.
Hatusemi itaisha, kwa sababu unaweza kuanza na vibaya lakini ukamalizia vizuri. Sema amen. Lakini you need to fix some issues. Uliambiwa na manager ama uliambiwa na mkubwa ya kwamba ndiposa upate hii kazi lazima ulale na mimi. Halo kanisa. Amen. Sasa ukaingia hiyo box. Sasa shetani anajuaga hii kazi vile uliingia au uliingilia kwa dirisha au kuingilia kwa mlango. Amen. Watu wa dirisha wako wapi hapa? Wanaweza ziwe sana. So akikuja lazima akudunge na mahali. Anajuaga ile jio uliingilia. Na wewe ulikaa hivyo, haukuenda kutumbu, haukuenda mbele za Mungu kwa madhabahu mwambie Mungu, najua hii kazi nilifanya kitu. Wanaweza ziwe sana. Sasa inakupiga. Sababu lazima tubadilishe. Watu wengine hiyo ndio shida yao. Lazima tubadilishe ile njia ulipata. Wengine ni pesa ya kuiba, uliiba mtu haleluya alikuajiri ukaiba 50,000. Ukaenda ukaanzisha kazi. Ukafikiri unaendelea. Acha nikuambie, lazima itakuja kukuangalia. Bwana asifiwe sana. Lakini ukikuja kwa Mungu mwambie Mungu, najua nilianza vibaya lakini nataka kumalizia vizuri. God is faithful. Tunasomaga kuhusu mtu anaitwa Zakayo katika Biblia. Zakayo alikuwa mtosha ushuru, alikuwa anaibaga. Lakini wakati alikuja kwa Yesu, Bwana asifiwe sana, akasema ya kwamba mali, nusu ya mali yangu. Hakutoa mali yote, alitoa mali ile nusu yake akapeana, akakombolewa. Bwana asifiwe sana. Kama Yesu kama kungekuwa kama kwa sababu ilikuwa kuibiwa, Yesu angemwambia kila kitu upea. Lakini alijikomboa na akaondolewa hukumu na alibaki na mali na akapata kitu kingine ya uzima. So integrity, tell your neighbor integrity. That's the issue ambayo zinafunga watu hapa. Kama kazi yako uliingia sababu ulihogana, ulienda polisi ukahogana, ujue kwamba uliingia na njia baya. Wacha nikwambie tu kweli. Unafaa kwenda kwa kiwaja, ukibie, uchaguliwe hivyo. Sema amen. Lakini kama ulilipa pesa kidogo, nani unione hapa nikuombe, niambie Mungu akuondolee mashtaka. Bwana asifiwe sana. That is the life inakuaga. Alafu nataka niongee mawili tumalize ndio tuombe. Inasema doing right does it always mean immediate reward. Kufanya kitu vizuri. Nimesikia pasta akisema hivyo ya kwamba unaweza fanya kitu mzuri sana ukigojea Mungu, kwa sababu watu wengine tunafanyaga tukigojea, tunaomba, lakini si lazima ukuwe rewarded immediately. There's a time of God. Can you tell your neighbor there's time of God? Kuna watu hapa Mungu atatoka na instant miracle, lakini wengine watagojea wiki moja, wengine mwezi, kulingana na vile ambavyo uko mbele za Mungu. Lakini ukijashiria vizuri, si Mungu ako hapa atakufungulia. In Jesus name, pokea kwa jina la Yesu. Sema amen. Hallelujah. Aya, jambo lingine ni kwamba your gift will make room for you. Kipawa kile unafanyaga kinafunguaga mlango. Hallelujah. Chochote unafanyanga, hata kama unauza kibada, inaweza fungua mlango. Bora uko genuine pale, Mungu atakukuta mahali pale. Sema amen. Kuna watu wanajidharau sababu kazi zao ni dogo ama kazi zao hazina ni za uchafu. Mungu atakukuta mahali pale. Lakini ukiwa hakuna kitu unafanya, Mungu hata kuona saa hiyo. Bwana asifiwe sana. Do something. Tell your neighbor do something. Hallelujah. Unajua kuna watu wamejaribu kuombea, anza kazi kidogo. Oh, mimi nimesoma. I am a graduate. Hallelujah. Na kuna kazi unaambiwa ufanye kama ya ofisi ama uanze kufagia kwa ofisi, unaanza kuringa. Amen. Fanya kitu, Mungu akukute mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ya mwisho, delay is not denial. Na tumeambiwa hivyo. Kama imekaa utapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Can you raise your hand before the Lord? Mwambie Bwana siku ya leo, kama unajua